Kifungu cha 4 cha sheria ya shughuli za rais sura ya 9 toleo la urekebu la mwaka 2002 pamoja na tamko la tangazo la serikali namba 263 la tarehe 25 mwezi wa 4 2025 na taarifa ya kawaida namba 4778 ya tarehe 25 mwezi wa 4 2025. Katika hafla hii umetunuku nishani ya kumbukumbu ya Muungano daraja la pili kwa watunukiwa 7 na nishani ya kumbukumbu ya Muungano daraja la 3 kwa mtunukiwa 1. Mheshimiwa Rais, mbele yako ni watunukiwa hao 8. Wote wana sifa zinazokidhi matakwa ya nishani utakazowatunuku. Mheshimiwa Rais, baada ya maelezo hayo mafupi ya utangulizi, naomba kutangaza kwamba sasa unaweza kuanza tunuku nishani ya kumbukumbu ya Muungano daraja la pili. Nishani ya kumbukumbu ya Muungano daraja la pili kutunukiwa kwa kiongozi mstaafu ni hai au marehemu ambaye katika kipindi chake cha uongozi alijitoa bila kusita kudumisha Muungano na ameendelea kuonyesha maadili bora na kuwa mfano wa kuigwa hata baada ya utumishi wake. Nishani ya kumbukumbu ya Muungano daraja la 3. Nishani ya kumbukumbu ya Muungano daraja la 3 kutunukiwa kwa mawaziri na viongozi waandamizi wastaafu hai au marehemu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo hii nishani ya kumbukumbu ya Muungano daraja la pili itatunukiwa kwa wafuatao: Makamu wa Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Serikali awamu ya 4, Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein. Makamu wa pili wa Rais mstaafu wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Balozi Seif Ali Idi. Mwakilishi wa Waziri Mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Serikali awamu ya 4, Mheshimiwa hayati Edward Ngoyai Lowassa. Waziri Mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Serikali awamu ya 4, Mheshimiwa Mizengo Kayanza Peter Pinda. Spika mstaafu wa Baraza la Wawakilishi la Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Pandu Amiri Kificho. Jaji Mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamisi Juma. Na mwakilishi wa Katibu Mkuu kiongozi mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Serikali awamu ya 5, Mhandisi hayati John William Kijazi. Nishani ya kumbukumbu ya Muungano daraja la 3 itatunukiwa kwa makamu mwenyekiti mstaafu wa Chama cha Mapinduzi Tanzania Bara mwaka 2012 hadi 2022, Mheshimiwa Philip Jafet Mangula. Nishani ya kumbukumbu ya Muungano daraja la pili kwa Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein, Salamu. Wewe ulizaliwa tarehe 13 Machi mwaka 1948 katika kitongoji cha Chokocho Likokuu, wilaya ya Mkooni, katika mkoa wa Kusini Pemba. Kati ya mwaka 1955 hadi 1961 ulisoma Qurani katika chuo cha Sheikh Ameritajo Madras Ameria kwa Linatu mjini Unguja. Ulipata elimu ya msingi kati ya mwaka 1956 hadi 1964 katika skuli ya msingi ya wilaya ya Kinondoni. Kati ya mwaka 1965 hadi 1968 ulijiunga na chuo cha Lumumba
na sasa kinajulikana kama Shule ya Sekondari Lumumba. Mwaka 1969 ulijiunga na Chuo Kikuu cha Taifa cha Voronezh nchini Urusi kwa masomo ya maandalizi ya mwaka mmoja. Kati ya mwaka 1970 na 75 ulisoma na kuhitimu shahada ya kwanza ya pamoja na uzamili katika fani ya biokemia katika Chuo Kikuu cha Taifa cha Odessa nchini Urusi. Ulianza masuala ya siasa kwa kujitolea katika tawi la Afro Shirazi Party la Kidongo Chekundu ulipokuwa mwanafunzi wa skuli ya mwaka 1962. Mwaka 1964 ulipewa jukumu la kuandaa vijana katika mtaa wa Kidongo Chekundu, Mwembe Matarumbeta, kwa Hani, Uwanja wa Farasi, kwa Alinatu na Miembeni kwa ajili ya kuanzisha Young Pioneers. Ulijiunga na umoja wa vijana Afro Shirazi Youth League ukiwa shuleni mwaka 1966, na mwaka 1968 ulichaguliwa kuwa katibu wa habari wa umoja wa vijana wa Afro Shirazi katika chuo cha Lumumba, na baadaye ulijiunga na Chama cha Mapinduzi mwaka 1977. Mwaka 1984 hadi 1989 ulisoma na kutunukiwa shahada ya uzamivu katika fani ya clinical biochemistry and metabolic medicine na kuwa mtaalamu wa kuchunguza maradhi ya ulinzi kwa watoto katika chuo kikuu cha Newcastle upon Tyne nchini Uingereza. Kati ya mwaka 1981 hadi 1995 ulihudhuria mafunzo ndani na nje ya nchi ifuatavyo: Blood Transfusion Service and Operation of Blood Bank, Stockholm, Sweden, mwaka 1981; Management and Situation Leadership, Tanzania, mwaka 1994; na Planning for HIV Control Program in Developing Countries, University of East Anglia, Norwich nchini Uingereza, mwaka 1995. Mwaka 1966 uliajiriwa katika Wizara ya Elimu Zanzibar kama karani, na baadaye ulipandishwa cheo kuwa msaidizi wa katibu mkuu B katika wizara hiyo. Kati ya mwaka 1979 hadi 1989 ulikuwa mkuu wa idara ya huduma za maabara ya patholojia na mshauri wa Wizara ya Afya Zanzibar wa uchunguzi wa maradhi na huduma ya maabara. Kati ya mwaka 1989 hadi 1995 ulikuwa mshauri wa idara ya patholojia, na kati ya mwaka 1990 na 1995 uliteuliwa kuwa meneja wa mradi wa kinga dhidi ya ukimwi Zanzibar. Ulichapisha tasnifu mbili. Ya kwanza ya shahada ya uzamili ya uchunguzi wa kushughulikia lactate dehydrogenase na isoenzymes, na tasnifu ya pili ilihusu matatizo ya ukosefu wa enzyme iitwayo biotinidase kwa watoto. Ulifanya tafiti mbalimbali na kuchapisha makala 15 kwenye maeneo ya patholojia kwa kushirikiana na wataalamu wengine ukiwa mtafiti chini ya Wizara ya Afya. Kati ya mwaka 1995 hadi 2000 uliteuliwa kuwa mjumbe wa Baraza la Wawakilishi, na mwaka huo uliteuliwa kuwa naibu waziri wa afya wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Kati ya mwaka 1997 na 2001 ulichaguliwa kuwa mjumbe wa Halmashauri Kuu ya Taifa ya Chama cha Mapinduzi kutoka mkoa wa Kusini Pemba. Mwaka 2000 ulichaguliwa na wananchi kuwa mjumbe wa Baraza la Wawakilishi katika jimbo la Mkanyageni, na uliteuliwa kuwa waziri wa nchi ofisi ya Rais, Katiba na Tawala Bora wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Kufuatia kifo cha Mheshimiwa Dr. Omar Ali Juma aliyefariki tarehe 4 Julai 2001, Mheshimiwa hayati Benjamin William Mkapa aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuteua kushika nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wadhifa uliodumu nao kuanzia tarehe 13 Julai 2001 hadi mwezi Oktoba 2005. Mwaka 2005 uliteuliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wadhifa uliodumu nao hadi mwaka 2010. Ukiwa makamu wa rais kati ya mwaka 2001 na 2010, ulitekeleza majukumu yako ya kikatiba, kisera na kisheria, ikiwa ni pamoja na kuratibu masuala ya muungano na uhifadhi wa mazingira.
ulisimamia Tanzania kuridhia na kutekeleza mikataba ifuatayo. Mwaka 1997, mkataba mdogo wa Kyoto wa kuzitaka nchi zinazoendelea kupunguza uzalishaji wa gesi joto kwa wingi. Mkataba wa Stockholm mwaka 2001 unaolinda afya ya jamii na mazingira dhidi ya madhara ya kemikali zinazodumu kwa muda mrefu katika mazingira. Mkataba wa Cartagena mwaka 2002 kuhusu matumizi salama ya bioteknolojia ya kisasa iliyoridhiwa mwaka 2004 na mkataba wa Rotterdam mwaka 1998 unaweka uratibu wa kupeana taarifa juu ya biashara za kimataifa za kemikali hatarishi za viwanda na viuatilifu ambavyo Tanzania iliridhia mwaka 2002. Mwaka 2003 ulisimamia uandaaji na utekelezaji wa mikakati ya kimataifa wa usimamizi wa mazingira ya pwani. Mwaka 2006 mkakati wa kuhifadhi vyanzo vya maji. Mwaka 2008 ulisimamia mkakati wa haraka wa kuhifadhi mazingira ya pwani, bahari, mito, maziwa na mabwawa. Ulisimamia kuandaliwa kwa mswada wa sheria ya mazingira ambao ulipitishwa na Bunge kuwa sheria sura namba 191 na utekelezaji wake ulianza mwaka 2005 na ulisimamia uandaji wa taarifa ya kwanza ya hali ya mazingira nchini mwaka 2008. Mwaka 2003 ulisimamia utungaji wa sheria ya nguvu za atomic sura namba 188. Kupitia sheria hiyo, Tume ya Nguvu za Atomic Tanzania iliundwa ikiwa ni taasisi ya muungano ya kusimamia matumizi salama ya nguvu za atomic na usalama wa mionzi kwa mazingira na afya ya binadamu. Ulifanikisha kuanzishwa kwa programu mifuko ya maendeleo ya kiuchumi, kijamii iliyotekelezwa pande zote mbili za muungano kama vile mkakati wa kukuza na kupunguza umaskini Tanzania Mkukuta, programu ya usimamizi wa bahari, mradi wa kutoa mikopo kwa ajili ya miradi midogo SELF, programu ya maendeleo ya sekta ya kilimo na sekta ya mifugo ASDP, Agriculture Sector Support Program ASSP, programu za maendeleo ya mifuko ya kilimo PADEP, mfuko wa rais wa kujitegemea PTF na mfuko wa maendeleo ya jamii TASAF. Kati ya mwaka 2006 na 2010 ulikuwa mwenyekiti wa kamati pamoja na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa ajili ya kushughulikia changamoto au kero za muungano na kuzipatia ufumbuzi, na ulisimamia ujenzi wa ofisi ya makamu wa rais iliyopo mtaa wa Lituli, Dar es Salaam na Tunguu, Zanzibar. Mwaka 2005 ulisimamia uanzishaji wa tume ya vyuo vikuu TCU kupitia sheria ya vyuo vikuu sura namba 346 ikiwa ni utekelezaji wa jambo la muungano la elimu ya juu kwa ajili ya kudhibiti ubora wa elimu katika pande zote za muungano. Umewahi kuwa mjumbe wa bodi za kitaaluma zifuatazo. Kati ya mwaka 1984 na 89 ulikuwa mjumbe wa Association of Clinical Chemists ya Uingereza, mwanzilishi na mjumbe wa chama cha mapatholojia wa Tanzania kuanzia mwaka 1988 hadi sasa. Kati ya mwaka 1989 na 95 kwa mjumbe wa kamati ya kitaifa ya ukimwi na maradhi ya uasherati. Kati ya mwaka 1989 na 95 umekuwa mjumbe wa National Steering Committee, katibu na mwanzilishi wa baraza la utafiti la Wizara ya Afya Zanzibar. Kati ya mwaka 1990 na 95 umekuwa mjumbe wa bodi ya taaluma ya Chuo Kikuu Kishiriki cha Tiba Muhimbili, mjumbe wa Tume ya Sayansi ya Teknolojia Tanzania COSTECH na kamati ya ushauri na utafiti. Umekuwa mjumbe wa chama cha mapatholojia na mwanzilishi wa chama hicho katika nchi za Mashariki, Kati na Kusini mwa Afrika, wadhifa ulionao kuanzia mwaka 1990 hadi sasa. Kuanzia mwaka 2014 umekuwa mwanzilishi na mlezi wa mwanzo wa chama cha mapatholojia wa Tanzania na mjumbe wa heshima wa College of Pathologists of East, Central and Southern Africa, wadhifa ulionao hadi sasa. Pia umekuwa mshauri mkuu wa Tanzania Society for Human Genetics kuanzia mwaka 2024 hadi sasa.
Mwaka 2010 kupitia uchaguzi mkuu uligombea na kuchaguliwa kuwa rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, wadhifa uliokuwa nao hadi mwaka 2014. Aidha, umewahi kuwa mkuu wa Chuo cha Taifa cha Zanzibar SUZA na mkuu wa Chuo Kikuu Mzumbe kuanzia mwaka 2020, wadhifa ulionao hadi sasa. Kutokana na utendaji wako mzuri, ulitunukiwa nishani, shahada ya heshima na vyeti vya shukrani ifuatavyo. Mwaka 2011 ulitunukiwa nishani ya Mwenge wa Uhuru na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwaka 2022 ulitunukiwa nishani ya Mapinduzi na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Na mwaka 2020 ulitunukiwa shahada ya heshima ya Doctor of Philosophy in Medical Science honoris causa na Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar. Kwa kutambua mchango wako katika taifa, la Tanzania, na utumishi wako ulipokuwa makamu wa rais, mimi Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, na kutunuku nishani ya kumbukumbu ya Muungano daraja la pili. Kwa Mheshimiwa Balozi Seif Ali Idi Salam. Wewe ulizaliwa tarehe 23 Februari mwaka 1942 Zanzibar. Ulipata elimu ya msingi katika shule ya msingi Kinyasini kati ya mwaka 1949 na 1956. Ulipata elimu ya sekondari katika shule ya sekondari Beit El Rasi kati ya mwaka 1957 na 58. Na uliendelea na elimu ya juu ya sekondari katika shule hiyo kati ya mwaka 1959 na 1962. Kati ya mwaka 1963 na 64 ulisoma na kuhitimu chuo cha Nkuruma na kutunukiwa astashahada ya elimu. Kati ya mwaka 1973 na 76 ulisoma katika chuo kikuu cha Australia nchini Australia, ambako ulitunukiwa astashahada ya juu ya uhusiano wa kimataifa na diplomasia. Umekuwa na weledi na uzoefu mkubwa katika shughuli za umma, mashirika ya kimataifa na kitaifa yanayohusika na maendeleo ya Tanzania ifuatavyo. Kati ya mwaka 1965 na 68 ulikuwa mwalimu Zanzibar. Kati ya mwaka 1968 na 71 kwa afisa wa mambo ya nje. Kati ya mwaka 1976 na 80 ulikuwa katibu au mshauri mkuu wa utawala ubalozi wa Tanzania katika Jamhuri ya Watu wa China. Na kati ya mwaka 1981 na 84 umekuwa mshauri wa waziri mkuu wa idara ya bara la Asia katika Wizara ya Mambo ya Nje, Minister Counselor and Head of the Section Asia Subcontinent, Minister of Foreign Affairs. Kutokana na juhudi zako katika kazi, kati ya mwaka 1984 na 89 ulikuwa makamu balozi na mkuu wa utawala ubalozi wa Tanzania katika Jamhuri ya Kenya. Kati ya mwaka 1989 na 93 ulikuwa balozi wa Tanzania nchini Uholanzi. Kati ya mwaka 1993 na 99 ulikuwa balozi wa Tanzania katika Jamhuri ya Watu wa China. Kati ya mwaka 1999 na 2000 ulikuwa mkurugenzi wa idara ya mambo ya nje Zanzibar. Kati ya mwaka 2000 na 2010 ulichaguliwa kuwa mwakilishi wa jimbo la Kitope na uliteuliwa kuwa naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa. Baadaye ulichaguliwa kuwa mjumbe wa baraza la wawakilishi, na kati ya mwaka 2010 na 2020
ulikuwa makamu wa pili wa rais wa Zanzibar. Kati ya mwaka 2000 na 2002 ulikuwa makamu katibu wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar. Kutokana na uzoefu wako, umefanya kazi maalum zifuatazo. Ulishiriki mkutano wa dunia wa kupitia na kutathmini mafanikio ya miaka 10 ya wanawake katika Umoja wa Mataifa, Nairobi, mwaka 1985. Ukiwa balozi wa Tanzania nchini Uholanzi, ulikuwa mwakilishi katika shirika la kuzuia silaha za kemikali, mahakama ya kimataifa ya jinai, mfuko wa pamoja wa bidhaa na mahakama ya kimataifa ya haki. Kwa kutambua mchango wako katika taifa la Tanzania na utumishi wako, mimi Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kutunuku nishani ya kumbukumbu ya Muungano daraja la pili. Kwa mwakilishi wa Mheshimiwa hayati Edward Ngoyai Lowassa, salamu. Hayati Edward Ngoyai Lowassa alizaliwa tarehe 26 Agosti mwaka 1953 katika kijiji cha Ngarash, kata ya Ngutoto, wilaya ya Monduli, mkoa wa Arusha, na kufariki tarehe 10 Februari 2024. Alipata elimu ya msingi katika shule ya msingi Monduli kati ya mwaka 1961 na 67, ambayo baadaye iliitwa shule ya msingi Moringe. Alipata elimu ya sekondari katika shule ya sekondari Arusha kati ya mwaka 1968 na 71. Aliendelea na elimu ya juu ya sekondari katika shule ya sekondari Milambo, mkoa wa Tabora, kati ya mwaka 1972 na 73. Kati ya mwaka 1974 na 77 alisoma na kuhitimu katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na kutunukiwa shahada ya sanaa katika elimu. Na kati ya mwaka 1983 na 84 alisoma katika Chuo Kikuu cha Bath nchini Uingereza, ambako alitunukiwa shahada ya uzamili ya sayansi ya uchumi na maendeleo. Kati ya mwaka 1977 na 1989 alifanya kazi ndani ya Chama cha Mapinduzi akiwa afisa kuanzia ngazi ya wilaya, mkoa na baadaye makao makuu ifuatavyo. Kati ya mwaka 1977 na 78 alikuwa katibu msaidizi mkuu wa CCM mkoa wa Shinyanga. Kati ya mwaka 1978 na 79 alikuwa katibu mtendaji wa CCM wilaya katika mkoa wa Arusha. Kati ya mwaka 1979 na 82 alikuwa katibu mtendaji wa CCM mkoa wa Arusha, na kati ya mwaka 1983 na 85 alikuwa katibu msaidizi mkuu wa CCM mkoa wa Kilimanjaro. Kati ya mwaka 1985 na 89 alikuwa katibu msaidizi mkuu wa idara ya makao makuu, katibu msaidizi mkuu na mkuu wa idara ya makao makuu ya Chama cha Mapinduzi. Kati ya mwaka 1989 na 90 alikuwa mkurugenzi mtendaji wa kituo cha mikutano cha kimataifa Arusha AICC. Pia alikuwa mbunge wa vijana mwaka 1990. Aliteuliwa kuwa waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais, masuala ya mahakama na bunge, police coordination, disaster relief management, judicial and parliamentary affairs. Hii ni baada ya kushinda kwenye kinyang'anyiro cha ubunge kuwakilisha vijana. Kati ya mwaka 1993 na 1995 aliteuliwa kuwa waziri wa ardhi, maendeleo ya makazi na watu. Mwaka 1995 alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Monduli na alihudumu hadi 2015. Pia alikuwa waziri wa nchi, mazingira na maskini kati ya mwaka 1997 na 2000.
alikuwa waziri wa maji na maendeleo ya mifugo kati ya mwaka 2000 na 2005, na kati ya mwaka 2005 na 2008 alikuwa waziri mkuu. Kati ya mwaka 2013 na 2015 alikuwa mwenyekiti wa kamati ya bunge ya mambo ya nje na uhusiano wa kimataifa, ulinzi na usalama. Kutokana na uzoefu wake, alifanya kazi maalum zifuatazo. Kati ya mwaka 1999 na 2000 alikuwa mwenyekiti wa kamati ya baraza la mawaziri la kushughulikia masuala ya nchi zenye madeni makubwa ili kushawishi msamaha wa madeni, ambapo Tanzania ilipata msamaha wa deni. Akiwa waziri wa maji, alivunja mkataba kati ya DAWASCO, yaani mamlaka ya maji safi na maji taka Dar es Salaam, na kampuni ya Bywater ya Uingereza. Kampuni ya Bywater walishtaki serikali ya Tanzania na Tanzania iliibuka mshindi katika kesi hiyo na kulipwa fidia. Katika serikali ya awamu ya 3 alisimamia utekelezaji wa kuchukua maji kutoka ziwa Victoria kwa ajili ya matumizi ya watu wa kanda ziwa katika mikoa ya Geita, Simiyu pamoja na mikoa ya Tabora na Singida, akisimamia vipengele vya mkataba wa kimataifa ulioipa nchi ya Misri tu haki hiyo kabla ya mataifa mengine. Uthubutu wake katika kufanya maamuzi haya ulimpa sifa ya kuwa moja ya mawaziri 6 waanzilishi wa baraza la mawaziri la maji la Afrika. Mwaka 2022 alitunukiwa nishani ya AMCO kwa kutambua kama waziri mahiri katika masuala ya maji, waanzilishi wa AMCO. Alijiunga na Jeshi la Kujenga Taifa mwaka 1978 na kupata mafunzo ya kijeshi katika chuo cha mafunzo Monduli, Tanzania Military Academy, wakati huo kikiitwa Chuo cha Uongozi cha Taifa, yani CTU. Kutokana na ushiriki wake katika vita vya Kagera mwaka 1978 hadi 1979, alitunukiwa nishani ya vita na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kutambua mchango wake katika taifa la Tanzania na utumishi wake, mimi Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mtunuku nishani ya kumbukumbu ya Muungano daraja la 2. Kwa Mheshimiwa Mizengo Kayanza Peter Pinda, salamu. Wewe ulizaliwa tarehe 12 Agosti mwaka 1948 wilaya ya Mpanda iliyokuwa katika mkoa wa Rukwa. Ulipata elimu ya msingi kati ya mwaka 1957 na 1964 katika shule ya msingi Kakuni. Ulijiunga na masomo ya sekondari ya seminari Kaengesa mkoa wa Rukwa kati ya mwaka 1965 na 68. Shule ya sekondari Pugu kati ya mwaka 1969 na 70, na baadaye shule ya sekondari Musoma na kuhitimu kidato cha 6. Kati ya mwaka 1971 na 74 ulisoma katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na kutunukiwa shahada ya kwanza ya sheria. Uliajiliwa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali chini ya Wizara ya Sheria mwaka 1974 kama wakili wa serikali. Mwaka 1981 ulihamishiwa ofisi ya Rais Ikulu ambako ulitumikia kwa muda wa miaka 22. Kati ya mwaka 1978 na 1995 ulikuwa katibu msaidizi wa rais. Kati ya mwaka 1995 na 2000 ulikuwa karani wa baraza la mawaziri. Mwaka 2000 ulichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Mpanda Mashariki. Ulifanya kazi katika ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa, serikali za mitaa kwa muda wa miaka 19. Kati ya mwaka 2000 na 2005 ulikuwa naibu waziri wa ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa, serikali za mitaa, na kati ya 2006 na 2008 ulikuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa. Mwaka 2008 ulikuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
na mwezi Novemba mwaka 2015 ulistaafu rasmi katika wadhifa huo. Baada ya kustaafu, umeteuliwa na serikali kushika nyadhifa mbalimbali zifuatavyo. Kati ya mwaka 2016 na 2019 ulikuwa mkuu wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Kati ya mwaka 2017 na 2020 umekuwa mjumbe wa Halmashauri Kuu ya Taifa ya Chama cha Mapinduzi. Kati ya mwaka 2017 na 2022 umekuwa mjumbe wa kimataifa wa bodi ya ushauri ya The Silk Road Think Tank Association. Mwaka 2016 uliteuliwa kuwa mjumbe mwandamizi na mwenyekiti mwenza wa kamati ya ushauri ya taasisi ya China kuhusu ushirikiano katika kilimo, yani member of the Senior Advisory Committee of China Institute of South Cooperation for Agriculture and Belt Road Institute for Agricultural Cooperation. Mwaka 2018 ulikuwa mlezi wa kituo cha mafunzo na tamaduni za China na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mwaka 2019 umekuwa makamu mwenyekiti wa chama cha kuendeleza urafiki kati ya China na Tanzania, yani Tanzania China Friendship Promotion Association. Baada ya kustaafu utumishi wa umma, umeendelea kujishughulisha na shughuli za kilimo, ufugaji wa nyuki na samaki, kwa imani ya kwamba kilimo ni shughuli muhimu kwa maendeleo ya watu wengi wanaoishi vijijini. Pia ni msingi wa kuondoa njaa na kupunguza kasi ya umaskini. Kuanzia mwaka 2023 umeteuliwa kuwa mwenyekiti wa baraza la kumshauri rais masuala ya kilimo na chakula, wadhifa unaoendelea nao hadi sasa. Kwa kutambua mchango wako katika taifa na utumishi wako, mimi Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, na kutunuku nishani ya kumbukumbu ya Muungano daraja la pili. Kwa Mheshimiwa Pandu Amiri Kificho, salamu. Wewe ulizaliwa tarehe 23 Oktoba mwaka 1950 Zanzibar. Ulipata elimu ya msingi katika shule ya msingi Makunduchi kati ya mwaka 1961 hadi 64 na shule ya msingi Mtende kati ya mwaka 1965 na 68. Ulipata elimu ya sekondari katika shule ya sekondari Mtende kati ya mwaka 1969 na 70 na shule ya sekondari Lumumba kati ya mwaka 1971 na 72. Uliendelea na elimu ya juu ya sekondari katika shule ya sekondari ya Mtende kati ya mwaka 1973 na 74. Mwaka 1981 ulihitimu katika Institute of Development Management IDM Mzumbe, ambako ulitunukiwa cheti cha sheria, na mwaka 1985 ulitunukiwa astashahada ya sheria. Umekuwa na weledi na uzoefu mkubwa katika shughuli za umma, ambapo kati ya mwaka 1975 na 76 ulikuwa mwalimu wa shule sekondari. Kati ya mwaka 1976 na 80 ulikuwa karani wa mahakama Zanzibar. Kati ya mwaka 1980 na 83 ulikuwa hakimu wa mahakama ya mwanzo Zanzibar. Mwaka 1985 na 88 ulikuwa hakimu mwandamizi katika mahakama ya wilaya Zanzibar, na kati ya mwaka 1988 na 95 ulikuwa mjumbe wa baraza la wawakilishi Zanzibar. Kutokana na juhudi zako katika kazi, kati ya mwaka 1995 na 2016 ulichaguliwa kuwa spika wa baraza la wawakilishi Zanzibar. Kati ya Februari 2014 na Oktoba 2014 ulikuwa mjumbe wa baraza la wawakilishi, na kati ya Februari 2014 na Machi 2014 ulikuwa mwenyekiti wa muda wa baraza la wawakilishi, na kati ya Machi 2014 na Oktoba 2014 ulikuwa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya baraza la wawakilishi. Umeshika nyadhifa mbalimbali
katika Chama cha Mapinduzi ifuatavyo: ulikuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM kati ya mwaka 1996 hadi 2016. Ulikuwa mjumbe wa kamati maalum ya halmashauri kuu ya CCM Zanzibar kati ya mwaka 1996 na 2016. Kati ya 2018 na 2023 uliteuliwa kuwa mjumbe wa bodi ya wadhamini ya CCM na makamu mwenyekiti wa bodi ya wadhamini CCM. Kutokana na uzoefu wako, umefanya kazi maalum zifuatazo: umekuwa mjumbe katika tume ya Nyalali kati ya mwaka 1991 na 92. Ulikuwa mjumbe wa tume ya haki za binadamu na utawala bora kati ya mwaka 1995 na 2016. Umekuwa mwangalizi wa kisiasa katika uchaguzi mkuu wa Zanzibar mwaka 2020. Ulikuwa mkuu wa chuo kikuu cha Bagamoyo, Dar es Salaam mwaka 2018 na 2023. Umekuwa ni muasisi na mlezi wa chuo cha afya Zanzibar, Zanzibar School of Health, na uliwasilisha mada kuhusu serikali ya umoja wa kitaifa, yani Government National Unit GNU, katika bunge la Ulaya mjini Brussels, Ubelgiji mwaka 2015. Katika utendaji wako, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi alikutunuku nishani ya Mapinduzi mwaka 2017. Kwa kutambua mchango wako katika taifa la Tanzania na utumishi wako, mimi Dr. Samia Suluhu Hassan Kwa kutambua mchango wako katika taifa la Tanzania na utumishi wako, mimi Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kutunuku nishani ya kumbukumbu ya Muungano wa daraja la pili. Kwa Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamisi Juma Salam, wewe ulizaliwa tarehe 15 Juni mwaka 1958, nyumba namba 38, mtaa wa Mukendo, Musoma mjini, wilaya ya Musoma, mkoa wa Mara. Ulipata elimu ya msingi katika shule ya msingi Musoma, wilaya ya Musoma, kati ya mwaka 1975 na 78. Ulipata elimu ya sekondari ya kidato cha 4 kati ya mwaka 1979 na 1980. Ulipata elimu ya juu ya sekondari na mwaka 1981 ulijiunga na Jeshi la Kujenga Taifa katika kambi za Ruvu na Buhemba, Operation Tekeleza. Ulijiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na kutunukiwa shahada ya sheria mwaka 1987. Ulipata shahada ya uzamili ya sheria katika Chuo Kikuu cha London nchini Uingereza mwaka 1989. Ulipata shahada ya uzamili katika sheria katika Chuo Kikuu cha Lund nchini Sweden mwaka 1992. Ulipata shahada ya uzamivu katika Chuo Kikuu cha Ghent nchini Ubelgiji mwaka 2000. Umekuwa wakili wa Mahakama Kuu ya Tanzania, Notary Public and Commissioner for Oath, na mjumbe wa Tanganyika Law Society TLS Dar es Salaam. Umeandika vitabu na machapisho mbalimbali yafuatayo: mwaka 1998, Fundamental Rights and Freedom in Tanzania; mwaka 1995, Index to Law of Tanzania; mwaka 2011, Index of Law of Tanzania updated up to 2011; mwaka 1988, Public Order Laws in Changing Political Landscape; mwaka 1998, Private and Communal Property Ownership Regime in Tanzania; mwaka 1996, Constitution Making Tanzania, the Case for a National Conference; mwaka 1997, Problems
of the Land Policy mwaka 1992, Human Rights in Tanzania, International Obligation and National Implementation. Mwaka 2000, Extinction of Customary Land Right in Wildlife Conservation Area in Tanzania. Mwaka 2002, Integration of Information Technology in Teaching, Learning, Research and at the Faculty of Law, University of Dar es Salaam. Mwaka 2003, Tanzania implements her international trade obligations. Mwaka 2004, Legal Issues for Competitive Economy in Globalization and Challenges for Development in Tanzania. Mwaka 2005, Roles of Judiciary in Clusterization of Environmental Principle into Enforceable Norms in Tanzania. Mwaka 2005, Current Reforms and their Implications for Rural Water Management in Tanzania. Mwaka 2005, Peri-urban Land Insecurity in Dar es Salaam. Mwaka 2005, Unsystematic Growth of Islamic Jurisprudence. Mwaka 2005, Proactive Bar and Clusterization of Environmental Principle into Enforceable Norms in Tanzania. Na mwaka 2015, The Linking the Law of Evidence of Tanzania Forms its Indian Ancestry. Kwa nyakati tofauti umewahi kufanya kazi ya mshauri mwelekezi ifuatavyo: Consultant Preparation of Immigration and Citizenship chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani. Consultant Cost Sharing Student Loan Scheme chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Consultant Review of Labor Law of Tanzania Mainland. Consultant Steering and the Legal Framework for Private Sector Development Project. Consultant Review of Education Sector Laws for the purpose of harmonization with the Local Government Reforms Program. Consultant Review of Public Health Sector Laws for the purpose of harmonization with the Local Government Reform Program. Consultant member of team drafting Environmental Management Bill, na pia uliwahi kuwa member of a team drafting environmental regulations. Mwezi Aprili mwaka 1987 uliajiriwa na Attorney Chamber, Wizara ya Sheria, kwa cheo cha wakili wa serikali. Kati ya mwaka 1988 na 89 ulikuwa Tutorial Assistant in Law, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Assistant Lecturer in Law. Kati ya mwaka 1989 na 93 Lecturer in Law. Kati ya mwaka 1994 na 2000 ulikuwa Senior Lecturer in Law. Kati ya mwaka 2000 na 2005. Mwaka 2005 ulikuwa Associate Professor. Kati ya mwaka 1994 na 1995 ulikuwa Kaimu Mkurugenzi wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, mjumbe wa Southern African Region Democracy, mjumbe wa Kamati ya Msaada wa Sheria Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Associate Dean Academics wa Kitivo cha Sheria kati ya mwaka 2000 na 2002, Dini wa Kitivo cha Sheria kati ya mwaka 2003 na 2006, mjumbe wa tume iliyochunguza mauaji ya wachimbaji wadogo wa madini ya Ruby Mahenge maarufu kwa tume ya Jaji Kipenka mwaka 2006, mjumbe wa tume ya utumishi wa mahakama kuanzia mwaka 2006 hadi sasa, mwenyekiti wa tume ya kurekebisha sheria Tanzania kati ya mwaka 2007 na 2012, jaji wa Mahakama Kuu ya Tanzania mwaka 2009 hadi sasa, President Commonwealth Association of Law Reform Agencies, jaji wa Mahakama ya Rufaa Tanzania, kaimu jaji mkuu Tanzania kati ya Januari 2017 na Septemba 2017, mjumbe wa Southern and East African Chief Justice Forum kuanzia 2017 hadi sasa, makamu mwenyekiti wa Southern and East African Chief Justice Forum kati ya 2022 na 2023, na jaji mkuu wa Tanzania kuanzia 2017, wadhifa ulionao hadi sasa.
kwa kutambua mchango wako katika taifa la Tanzania na utumishi wako, mimi Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kutunuku nishani ya kumbukumbu ya Muungano daraja la pili. Kwa mwakilishi wa hayati Balozi John William Kijazi Salamu. Hayati Balozi John William Kijazi alizaliwa tarehe 18 Novemba mwaka 1956 katika wilaya ya Lushoto, mkoa wa Tanga. Alijiunga na elimu ya msingi kati ya mwaka 1964 na 70 katika shule ya msingi Mnazi na Bazo zilizopo katika wilaya ya Lushoto, mkoa wa Tanga. Alipata elimu ya sekondari katika shule ya sekondari Minaki iliyokuwa katika mkoa wa Dar es Salaam kati ya mwaka 1971 hadi 74 na kuhitimu kidato cha 4. Alihitimu kidato cha 6 katika shule ya sekondari Moshi. Mwaka 1977 alijiunga na mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa katika kambi ya Makotopola Dodoma na Chita Morogoro. Alipata shahada ya kwanza ya uhandisi wa ujenzi mwaka 1982 katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na mwaka 1992 alipata shahada ya uzamili ya uhandisi wa barabara katika Chuo Kikuu cha Birmingham, Uingereza. Alihudhuria mafunzo na semina ndani na nje ya nchi ifuatavyo: mwaka 1988 Maintenance Management for Tanzania Government Arusha, mwaka 1990 Organization and Management of Road Maintenance Stockholm, Sweden, mwaka 1991 Road Maintenance Planning Management ESAMI Arusha, mwaka 1992 Procurement and Contract Management ESAMI Arusha, mwaka 1994 First Malaysian Road Conference on Road Towards National Buildings, Kuala Lumpur, Malaysia, mwaka 1994 Management Skills Development IDM Zumbe, mwaka 1998 Local Contracting and Consulting Capacity Harare, Zimbabwe, mwaka 1999 Highway Maintenance Practice and Technology, mwaka 2000 First Road Transportation Technology Transfer Conference in Africa, mwaka 2002 Result Oriented Management Cape Town, South Africa, mwaka 2002 World Road Association Council Meeting Melbourne, Australia, mwaka 2004 Commonwealth Advanced Seminar on Building Effective Government, mwaka 2005 International Symposium on Public Personnel Management, Budapest, Hungary, mwaka 2005 Infrastructure for National Development Supporting NEPAD, Singapore, na First African Road Congress, Algiers, Algeria. Aidha, alikuwa mwenyekiti wa bodi za ushauri ifuatavyo: mwaka 2002 na 2006 alikuwa wakala wa barabara Tanzania, TANROADS. Kati ya mwaka 2002 na 2006 wakala wa majengo Tanzania, TBA. Mwaka 2005 hadi 2006 wakala wa ufundi Tanzania, TAMESA. Mwaka 2006 wakala wa ndege za serikali. Mwaka 2006 tena wakala wa hali ya hewa, na mwaka 2006 mamlaka ya viwanja vya ndege. Pia mwaka 2006 alikuwa mwenyekiti mwenza wa bodi ya Chinese Tanzania Joint Shipping Company na bodi za reli ya Tazara. Mwaka 1982 aliajiriwa na Wizara ya Ujenzi kwa cheo cha mhandisi wa ujenzi katika mkoa wa Kilimanjaro mwenye usajili wa registration number 988. Alikuwa mhandisi wa mkoa ifuatavyo: mwaka 1986 alikuwa mhandisi mkoa wa Kilimanjaro. Mwaka 1989 alikuwa mhandisi mkoa wa Kagera. Mwaka 1990 mhandisi mkoa wa Lindi. Mwaka 1994 mhandisi mkoa wa Dodoma. Aidha, alikuwa mhandisi mwandamizi wa barabara za vijijini Wizara ya Ujenzi kati ya mwaka 1996 na 1999.
98 na mkurugenzi wa idara ya barabara za vijijini Wizara ya Ujenzi kati ya mwaka 1998 na 2002. Kutokana na utendaji wake mzuri, mwaka 2002 aliteuliwa kuwa katibu mkuu Wizara ya Ujenzi na baadaye aliteuliwa kuwa katibu mkuu Wizara ya Miundombinu. Mwaka 2006 aliteuliwa kuwa balozi wa Tanzania nchini India, Singapore, Sri Lanka, Bangladesh na Nepal. Mwaka 2007 na 2016 akiwa katika nafasi ya balozi alikuwa mkuu wa mabalozi wote waliowakilisha Tanzania nje ya nchi. Mwaka 2016 aliteuliwa kuwa katibu mkuu kiongozi, wazifa aliodumu nao hadi mwaka 2021 alipofariki dunia. Kwa kutambua mchango wake katika taifa la Tanzania na utumishi wake, mimi Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mtunuku nishani ya kumbukumbu ya Muungano daraja la pili. Nishani ya kumbukumbu ya Muungano daraja la tatu. Kwa Mheshimiwa Philip Japhet Mangula, salamu. Wewe ulizaliwa tarehe 31 Machi mwaka 1941 katika kijiji cha Imalinyi, wilaya ya Njombe, iliyokuwa mkoa wa Iringa. Ulipata elimu ya msingi kati ya mwaka 1950 na 57 katika shule ya msingi Kidugala iliyoko wilaya ya Wanging'ombe, na baadaye ulijiunga na shule ya kati Bulongwa wilaya ya Makete mwaka 1957. Ulihamia shule ya kati ya Mpwapwa na kuhitimu elimu ya darasa la 8. Kati ya mwaka 1958 na 59 ulisoma shule ya sekondari Mpwapwa mkoa wa Dodoma, na kati ya mwaka 1960 na 61 ulisoma ualimu katika chuo cha walimu Mpwapwa. Mwaka 1966 ulihudhuria mafunzo ya muda mrefu ya siasa katika chuo cha Tano Kivukoni, Dar es Salaam. Mwaka 1967 kati ya mwezi Januari hadi Machi ulipata mafunzo ya kijeshi katika kambi ya jeshi la kujenga taifa Mgulani, Dar es Salaam, na baadaye kambi ya jeshi la kujenga taifa Ruvu, Operation Azimio. Mwaka huo kati ya mwezi Aprili na Juni ulipata mafunzo maalum ya walimu wa siasa katika chuo cha Tano cha Kivukoni na ukateuliwa kuwa mwalimu wa siasa katika mkoa wa Iringa. Kati ya mwaka 1973 hadi 76 ulisoma chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya na kutunukiwa shahada katika fani ya mawasiliano ya umma. Kati ya mwaka 1962 na 64 uliwahi kuwa mwalimu katika shule ya kati ya Ntaba ya wilaya ya Rungwe mkoa wa Mbeya. Mwaka 1965 ulikuwa mwalimu shule ya kati ya Mano wilaya ya Rungwe mkoa wa Mbeya. Mwaka 1968 ulikuwa mwalimu shule ya msingi Gangilonga iliyoko mkoa wa Iringa, na kati ya mwaka 1968 na 77 ulikuwa mwalimu wa siasa katika chuo cha Tano Kivukoni. Katika kipindi hicho ulishika nafasi zifuatazo: ulikuwa mkuu wa propaganda operesheni wa kipindi cha elimu kwa umma redioni kijulikanacho kama Fimbo ya Mnyonge. Ulikuwa mhariri wa majarida ya Mbioni, Ujamaa na jarida maalum lililotolewa kwa lugha ya Kiingereza ili kuhamasisha harakati za ukombozi kusini mwa Afrika lilokuwa likiitwa The National Choice. Mwaka 1971 uliteuliwa kwenda mstari wa mbele katika jimbo la Cabo Delgado, Msumbiji, kushuhudia vita vya ukombozi nchini humo. Kutokana na weledi wako katika masuala ya siasa, kati ya mwaka 1977 na 83 ulikuwa katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Kwimba mkoa wa Mwanza. Kati ya mwaka 1983 na 86 ulikuwa makamu mkuu wa chuo cha CCM Kivukoni.
na mkuu wa mafunzo. Kati ya mwaka 1986 na 91 ulikuwa katibu wa CCM mkoa na mkuu wa mkoa wa Mwanza. Kutokana na weledi wako na umakini, umahiri, uhodari na pamoja na uadilifu, mwaka 1992 uliteuliwa kuwa katibu mkuu CCM, nafasi uliodumu nayo hadi mwaka 1996. Kati ya mwaka 2000 na 2005 ulikuwa mwenyekiti wa kamati ya taifa na kampeni za CCM kwa ajili ya uchaguzi mkuu. Ulikuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya Chama cha Mapinduzi kati ya mwaka 1984 na 2007. Mwezi Novemba mwaka 2012 uliteuliwa kuwa makamu mwenyekiti wa CCM taifa Tanzania bara hadi ulipong'atuka mwezi Aprili mwaka 2022. Kwa kutambua mchango wako katika taifa la Tanzania na utumishi wako, mimi Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kutunuku nishani ya kumbukumbu ya Muungano daraja la 3. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,